Baba, katika jina kusafi la Bwana Yesu Kristo Nazareti, tunakushukuru kwa uzima na uhai. Siku ya leo kwa majina naitwa Lewis Harokai, mchungaji na mtumishi wa Bwana Yesu. Yesu ni Bwana tena mwokozi wa maisha yetu. Nasi usiku huu wa leo tunaenda jana tulikuwa tukisoma na kunena kuhusu dhambi. Na sasa tumeandaa katika maandalizi yetu, nikaona heri tuangalie kuhusu uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe Masihi. Uchaguzi ni kuchukua hatua fulani ambazo wewe mwenyewe unajichagulia katika mazuri ama kuchagua yaliyo mabaya. Na dunia sasa Mungu ametuwekea bayana ama ametuwekea wazi ya kwamba mbele yako umewekewa baraka ama waweza chagua laana. Na matunda yake ndio huwa inadhihirisha ni uchaguzi aina gani ambao wewe mwenyewe umeuchukua. Yesu asifiwe. Sasa tunaenda tu tayari katika kitabu hiki cha Mwanzo. Tutaanza mstari ule Mwanzo 6, tutasoma 1 mpaka 8. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa mwanadamu alipoanza kuzidi usoni mwa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao wanefili walikuweko duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfitilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege na uangani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika dunia hii ambayo imekuwa na machafuko na mambo mengi ambayo mengi sana hayampendezi Mungu, lakini hapo kunao uchaguzi. Maana kulikuweko na wale wana waliotoka mbinguni walioasi, wakarushwa hapa duniani. Na waliporushwa duniani wakaja kukuta wanawake wazuri waliozaliwa na mwanamke, nao wakalala nao wakaanza kuzaa watu mashujaa na mahodari. Wakawa sasa hapo dunia imechafuka, kwa sababu ni hali ambayo ilikuwa ni ya kumkosesha Mungu. Maana kila jicho na roho yake ilikuwa ikihuzunika, na jicho lake lilikuwa likiona maovu ambayo yakitendwa na mwanadamu kwa ajili ya mbegu ile ambayo ilikuja na kuanza kuzaliwa baina ya malaika walioasi na wanadamu nao walioasi. Sasa kukatokea vitu ambavyo vilikuwa havimpendezi Kristo Yesu. Sasa hapo tunampata mtumishi Nuhu, ambaye yeye alifanya uchaguzi kusema, mimi sasa sitaenda kulingana na dunia, bali mimi nitaenda kulingana na Mungu jinsi anavyotaka. Ndio neema ikaanza kumfata yeye kama mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
Nasi tunaenda tena kusoma katika Mwanzo 9:1-7. Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi na samaki wote wa baharini vimetiwa mkononi mwenu. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote. Bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, msile. Hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa ndugu ya mtu nitataka uhai wa mwanadamu. Atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu ya huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Nanyi zaeni mkaongezeke sana katika nchi, mkaongezeke ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Neno liko wazi. Tumeona kwamba kulikujeko gharika, ambayo hiyo Nuhu peke yake alipata kibali kutoka kwa Bwana pamoja na familia yake, kwa sababu ule uovu hatuangalii, kwa sababu sasa uchaguzi wa uovu tuliunena tayari jana, na sasa leo ndio tulikuwa tunaangalia ule uchaguzi ambao ulio bora. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika lile gharika yote, wale wote waliokuwa masujaa, kwa vile mtumishi Nuhu alienda akawahubiria, lakini hao hawakumwamini yule Nuhu. Maana hata pia kunayo maandiko ambayo pia Yesu alikuja akasema wakati huo pia walikuwa wakizaa, walikuwa wakioa, walikuwa kufanya mambo yote, lakini gharika ilipokuja hawakujua kwamba mambo hao yashaharibika. Ndio maana sasa leo nimebidi niwalete katika hilo ambao tumeanza, na ni story kubwa na ni vitabu vingi, lakini katika ile gharika, ile neema ambayo mtumishi Nuhu aliyoupata na kile kibali ambacho alipata na kuanza kutii sauti ya Mungu na kufanya kulingana na Mungu vile anavyotaka, akainusuru familia yake na jamii yake. Ndio sasa nami tukaja tukaiona, akabarikiwa, nchi yake ikabarikiwa, vizazi vyake, wanyama wote aliokuwa pamoja naye. Sasa hiyo huwa ni uchaguzi ulio bora. Bwana Yesu asifiwe. Ulio bora. Bwana Yesu asifiwe. Na katika uchaguzi huo, wakati mwingi waga wale wanaochagua ni si wengi, kwa sababu Yesu alisema kwamba wateule ni wengi, lakini waliochaguliwa ni kidogo. Wanaofuata njia ya upotovu ni wengi kuliko wale wanaofuata njia ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mwingine hata waweza kuwa unasema Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, lakini kuna wengine hata hawaoni. Wanaona zile baraka ambazo wewe unawaambia, nyingine huwa zimefichwa kwao. Kwa sababu naambiwa hata wale walichaguliwa tangu zamani kwamba wao watamkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, hata wakawekwa mahali popote pale. Lakini wale ambao ni wa upotovu, hao hata ukawahubiria, huwa wakati mwingine inakuwa ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Ni wabishi, na hata wakati mwingine pia hukosana na hawataki kuambiwa ule ukweli. Nami leo tutaenda tena kusoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 18, ambao tunamwona mtumishi Eliya ambaye yeye sasa katika ule mlima wa Karmeli, wakati ule Ahabu alipokuwa na Jezebeli walipokuwa wako uongozini na wakaanza kuwakosesha wana wa Israeli. Sasa mtumishi huyu wa Mungu aliyesimama ni kwa ajili ya Mungu
na kinywani mwake mlikuwa mnao unabii na mwongozo wa Mungu ulikuwa pamoja naye. Naye akafanya kukawa na njaa miaka mitatu, na kulingana na neno la Bwana, si kwa mapenzi yake wala mapenzi ya mtu mwingine, lakini ilikuwa ni mapenzi yake Kristo Yesu. Na ndio tunaenda kusoma hapo katika hicho kitabu cha Wafalme wa Kwanza 18:21. Naye Eliya akawakaribia watu wote akasema, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni; bali ikiwa Baali ni mungu, haya, mfuateni yeye, mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hao walikuwa sasa wanaangalia, walikuwa wako katikati baina ya Mungu yule wa Mabaali na Mungu yule wa Israeli, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Sasa wao walikuwa ukweli walikuwa hawaujui, kwa sababu ndio maana uchaguzi sasa, yule akasema ni mchague kama Baali ni mungu, haya, na kama pia Mungu wa Israeli naye pia ni Mungu, lakini wao wakabaki kwa sababu